Sawa. Ni mida ya pepa namba 2 sasa hivi. Kuna wakati shai kusikia kwamba kuna sehemu katika mataifa ya Ulaya nadhani kama sijakosea, ni siku nyingi kidogo hiyo story nilisikia. Kwamba baadhi ya watu walikuwa wanatumia ambulance, magari ya wagonjwa kubebea matajiri ili wasikae kwenye foleni. Sasa kwa hapa Tanzania kuna watu ambao wamekamatwa wakitumia magari ya ambulance kusafirisha abiria Dar Bukoba. Wakisema kwa kasi huku wakiwa wamewasha ving'ora. Wana mgonjwa anachukuliwa kutoka Dar na kupelekwa Bukoba. Hiki sio kitu cha kucheka kile. Inabidi ucheke tu. Yaani hiyo ni sio poa. Wakati kukiwa na changamoto ya usafiri na wakazi hasa kwa wakazi wa Dar es Salaam kutumia zaidi ya siku 3 stendi ya mabasi ya Magufuli wakisubiri mabasi, zipo mbinu mpya ambazo zimeibuka zinatajwa kutumiwa kuondoa hiyo changamoto, na watu wengine wakatumia kama fursa, lakini wanatumia kinyume na sheria. Jeshi la polisi mkoani Morogoro linawashikilia madereva wa magari 5 ya kubebea wagonjwa, yani ambulance, kwa tuhuma za kutumia magari hayo kusafirishia abiria kutokea Dar es Salaam kuelekea Mtukula wilayani Misenyi mkoani Kagera. Wakiyaendesha magari hayo kwa kasi, tena wakiwa wamewasha ving'ora kuashiria ya kwamba wana mgonjwa wa dharura wanamwaisha mahali. Lakini waliposimamishwa mkoani Morogoro walibainika kuwa wanawaisha abiria kutokea Dar kuelekea Kagera. Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro AS Mkama amezungumza na Amplifier kuhusiana na hili. Operesheni hiyo ambayo imelenga kuzuia ajali kipindi hiki cha kuelekea mwisho wa mwaka ilianza Desemba 1 mwaka huu na kufanikisha kuwakamata madereva wa magari 5. Waliokamatwa ni George Geoffrey Mng'ong'o mwenye umri wa miaka 29. Huyu ni dereva mkazi wa Arusha ambaye alikuwa akiendesha gari namba T933 EPL aina ya Toyota Land Cruiser ambulance, ambapo alikuwa na abiria 8. Paul Meshak Zakaria miaka 37, dereva mkazi wa Dar es Salaam, yeye amekamatwa anaendesha gari namba T927 EPL aina ya Toyota Land Cruiser na yenyewe ni ambulance akiwa na abiria 9. Wengine ni Victor Pastori Baroho na miaka 30, dereva mkazi wa Dar es Salaam, akiendesha gari ya wagonjwa namba T943 EPL aina ya Toyota Land Cruiser na yenyewe ni ambulance, yeye alikuwa na abiria 9. Good Living Emmanuel Sawe miaka 37, dereva mkazi wa Dar es Salaam, yeye alibeba abiria 12 kwenye gari la wagonjwa namba za Uganda UA055 BP aina ya Toyota Hiace yenye ambulance. Na John Matthew Masae, yeye huyu ana umri wa miaka 26, ni dereva mkazi wa Mbezi Dar es Salaam, yeye alibeba abiria 5 kwenye gari la wagonjwa namba T988 EPL Toyota Land Cruiser. Kwa hiyo hayo yalikuwa ni matumizi mabaya ya hilo gari, na alikuwa akitumia ving'ora kuashiria kama wana wagonjwa, lakini aliposhtukiwa kutoa na abiria wamechukuliwa hizo hatua za kukamata. Bwana umesikia hiyo bwana Yahya? Ukiangalia leo kilomita kwenye Google Map, kilomita za kutoka Dar mpaka Bukoba ni kilomita, kutoka Dar mpaka Kagera ni kilomita 1487. Hatari. Ambao ukisema utembee na ndinga ni parefu. Ni kweli. Watu waga wanatumia mpaka siku 2. Na Google Map inakwambia kabisa hii huo umbali huo ukitaka kutembea kwa mguu unatembea siku 13. Kwa hiyo imagine ambavyo alivyo faster. Imagine ambulance inawasha wiu kuanzia Dar mpaka kule, unaipisha tu. Alafu uzuri wa ambulance kuna vitanda, ukichoka unalala, yani wanakula rao. Tufanyie hivi jamani, hizi ni mali za umma. Tusahau jamani, matumizi mabaya kabisa. Na zinaweza pia hata kuwa na za binafsi. Nimeona kuna hospitali binafsi wanazo. Lakini si mnavopita barabarani, si mnapita barabarani kwetu, nyewe kwa raha zenu nyewe mnapita ni wazima, mnatunyanyasa, sio sawa. Ila inafikirisha, yani mgonjwa ionekane sasa anatakiwa kutoka Dar es Salaam anapelekwa Bukoba. Noma.
Yani sema ubaya wake unajua ni nini? Kwamba kuna huduma imekosekana inapatikana Kagera. No, ukikutana naye huwezi jua anaelekea wapi. Unaweza kujua anaelekea hospitali ya karibu hapo. Anaenda Tumbi. Kweli. Yaani huwezi kujua. Ni sahihi kabisa. Hiyo ndio shida. Wewe ukimwona naye hapo katikati sijui Chalize wapi unasema atakuwa anaenda Morogoro. Unamhesabu. Akifika Morogoro anawahi wapi? Yaani unamhesabia. Unamhesabia ukishtuka mtu yuko Tabora anaondoka. Bukoba huyo. Noma ni pale ambapo inafika sehemu wakati wa kula inabidi usimame kula. Mgonjwa inabidi apause kidogo kwanza. Maumivu yalipungua, wapiga msosi kwanza pale afu ndo aondoke. Noma sana. Kuna wakati nadhani Joti alishawahi kwenye The Comedy. Wakati wanafanya ile The Comedy sikumbuki vizuri, lakini nadhani kuna wakati waliwahi kuigiza wako ndani ya ambulance lakini wacheza karata. Yaani ambulance huko nje. Watu wanajua watu wako nje, watu wanapita wewe balaa, lakini ndani wanacheza karata. Tena Joti ndo mbishi kinoma kwenye hizo karata. Sasa ni ishara ya kwamba inawezekana hiyo changamoto pia ipo na ni kubwa. Sio kwamba hawawezi tu kuigiza from nowhere. Maana yake inawezekana ni kitu ambacho kilikuwepo kwa utaratibu kwa namna nyingine tofauti. Lakini hili lililotokea sasa hivi ndio linafanya sasa watu wafunguke zaidi na kuona kwamba changamoto hiyo ipo tena ni kwa ukubwa. Kuna ajali moja iliwahi kutokea mitaa ya karibia na Darajani hapo. Pale ile mitaa ya karibia na Darajani. Ukishapita Darajani ukiwa unaelekea mbele ile kuna hospitali hapa. Sahau jina la hospitali. Darajani wapi? Daraja kubwa ili ambalo jipya. Salenda. Achana na Salenda ile nyingine. Tanzanite Bridge. Tanzanite Bridge. Kwa mbele pale kuna hospitali upande wa hivi kwenye round about hospitali. Alafu pale sasa iliwahi kutokea ajali ambayo ambulance iligonga gari. Na ambulance ilikuwa inakimbia inapiga wiu lakini haikuwa na mtu. Dereva tu alikuwa anawahi mchongo yake. Alafu akamuingizia vibaya huyo mtu mwingine. Kwa hiyo ikabidi ambebe yule. Kwa hiyo ikapata mgonjwa hapo. Sasa umeona ni vitu ambavyo sio vizuri. Wanasema nchi ambazo zimewahi kutajwa kutumia ambulance au magari ya dharura kubebea matajiri ni pamoja na Russia. Wanasema kuna ripoti kwamba baadhi ya matajiri nchini humo hutumia ambulance au magari ya wagonjwa ya kuwaisha wagonjwa ya dharura ili kupita msongamano wa magari, yani ili kuepuka foleni kwenye barabara. Iran pia wanasema kuna visa ambavyo baadhi ya watu wenye pesa inaelezwa kwamba huagiza ambulance za binafsi sio kwa ajili ya mgonjwa bali kama gari binafsi ili wasisumbuliwe na foleni. Matumizi mabaya ya hela hayo. Noma. Hatari sana. Unasikia wiu. Kumbe tajiri Frida Abani. Yumo ndani. Anawahi amplifier. Nimekaa tu nimerelax nini? Muda umeenda anawahi amplifier Frida. Noma sana. Sema tukiachana na ambulance hata hawa wenye wiu wengine hawa. Haya magari ya Ving'ora. Yenye ving'ora. Ndio. Yanafanya sijui nisemeje lakini yanafanya uharibifu wa ambao hauna adabu kabisa barabarani kutana nao. Sio foleni pia wakati mwingine. Yaani bila sababu za msingi. Na saa nyingine unakuta ni yuko dereva peke yake. Namuona. Sio kama anakuwa anamuwahi bosi. Ungewahi mapema. Mbona kuwahi si unawahi mapema? Angetoka mapema. Yaani wanakuaga wanazingua sana alafu wana tabia ya kukuletea. Wana tabia yani ya kukuletea yani ili uwapishe wewe. Sasa katika kupishana barabarani huwezi jua. Unaweza kukuta labda pembeni kuna bodaboda au nini, yani tuheshimiane tu watu kama kawaida, yani kikawaida. Nakuelewa. Ni tunazitumia vibaya kusema kwa kweli. Anakuletea yani anakufosia hapo ili wewe umpishe. Sasa huko wengine kuna boda utamgonga boda. Na ukimgonga boda tayari ushapata shida. Hiyo jana pia mimi nime experience ITV. Yani chini nachokiongea nime experience pale kwa kuna kama foleni kubwa alafu yeye amepita yuko na hiyo gari lake akamsukuma hadi boda afu mbele kulikuwa kuna nini inaitwa hizi kuna mabasi haya makubwa yani tani daladala. Kwa yule boda akaja akagonga gari. Bwana. Gari yangu ni kweli imeumia yani kwa hata iumia hiyo kaka inaumia lakini it's not right. Sio sahihi. I was very mad. Sikupenda. Pole sana. Basi sawa. Kila kitu kile kina matumizi sahihi. Kila kitu kile kwenye mstari wake. Naam.
Sawa, hiyo ni official countdown ya Amplifier. Na hivi ving'ora pia by the way, kwa kumalizia hapo, hata jeshi la polisi pia wamekuwa wakivikataza sana, wamekuwa wakipiga sana marufuku mara kwa mara. Kwa sababu unaweza kukutana na fuso ina king'ora. anakupigia leo ni andro. Ukiangalia ukajua labda kama ilikuwa ni V8 hivi ama 300, kumbe kitu cha lori. So blaza, hadi wewe matumizi mabaya ya ving'ora. No sana. Basi sawa, hiyo ni hesabu ya Amplifier, pepa namba 2, pepa namba 3 coming up next.